Malengo yalikuwa ni bilioni 4.7 na sio bilioni 5.5. Sasa mmepita vizuri malengo hayo. Hongereni sana. Mngekuwa mmebaki nyuma, mngesikia lugha yangu. Na nilipokuwa napitia hotuba yangu, nilipochungulia kipengele hiki, ndio maana mkaniona mimi na timu yangu mkoani tumekuja tuko wapole kabisa. Huwezi ukaenda mahali ukawa mbogo, ukawa mkali kwa watu wanaochapa kazi na kazi inaonekana. Sana unaenda unajumuika nao, unaangalia ni mambo gani mnaweza mkashare kama ushauri, mkashauriana, lakini zaidi unakuwa umekwenda kwa ajili ya kujifunza mbinu nzuri wanazozitumia. Hongereni sana. Jambo jingine, niitake management kutenga na kupeleka fedha za uendeshaji wa ofisi za vijiji kwa mujibu wa mwongozo wa bajeti 2024-2025 na 2025-2026. Katika mwongozo huo, halmashauri zinatakiwa kutenga angalau shilingi 200,000 kila robo mwaka kwa kila kijiji. Sote tunafahamu kuwa ufanisi wa mamlaka za serikali za mitaa unategemea kwa kiwango kikubwa sana utendaji imara wa serikali za vijiji na mitaa. Nyie ni mashahidi, kazi imefanyika kwa kweli kwa mwaka huu 2023-2024. Kazi nzuri imefanyika na wote ni mashahidi. Mpaka sasa Mheshimiwa Mwenyekiti ametuambia na taarifa zinasema mapato ya halmashauri hii mwaka wa fedha haujaisha, lakini tumeshafikia 107%. Hili ni jambo la kupongeza sana. Tumshukuru mkurugenzi mtendaji wa halmashauri pamoja na watumishi wote. Kwa kweli hii kazi hatuwezi kusema ameifanya mmoja, si ndio ndugu zangu Hili jambo tumelifanya kwa ushirikiano, kila mtu amefanya sehemu yake, na ndio maana matokeo haya yanaonekana. Na kwa mipango mizuri ambayo yuko nayo mkurugenzi wetu wa halmashauri, Mwenyezi Mungu akijalia, hiyo mapato yote ambayo ameshafanywa kazi yakapatikana, Serengeti kwa kweli inakwenda kuwa ya viwango vingine. Tuendelee kushirikiana, tuendelee kupambana, na support kubwa ambayo tunaipata ya mkoani sisi kama wilaya. Ni matumaini yangu kwamba kwa kweli tunakoelekea yajayo yanafurahisha sana. Na ndio maana matunda haya yamepatikana. Lakini niwashukuru wataalamu. Wataalamu hawa mwanzo kulikuwa na shida. Kumbe inawezekana ni uongozi kipindi hicho. Hasa upande wa viongozi hapa. Sasa aliyekuwepo kipindi fulani akavuruga kweli. Wakahama na wengine wakaingia katika msukosuko. Lakini baadaye kwa kweli watumishi wamefanya kazi nzuri sana, wataalamu wametusaidia. Ndio maana haya mapato yamepanda na kwenda namna hiyo. Kwa hata wataalamu wamefanya kazi nzuri sana katika halmashauri yetu. Na mimi nawaombea wote, kwa sababu wewe ndio unahusika pamoja na wasaidizi wako, kwamba wale wanawezekana kuthibitishwa kazini na wasithibitishwe. Wamefanya kazi nzuri sana. Wamefanya kazi nzuri sana. Kwa kweli lazima tuseme. Wanasema mnyonge lakini haki yake mimi. Lakini Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, chini ya uongozi wako kumekuwa na utulivu. Hivyo namshukuru sana vyombo vya ulinzi na usalama. Mmefanya kazi nzuri na mmetoa ushirikiano kweli. Hatujakuwa na quarrels. Pote hapo tunapiga simu labda kunakuwa na misunderstanding, hakuna. Hii timu ambayo naiona hapa. Fanya kazi nzuri sana. Na ndio maana nakushukuru kwamba kupitia leo kamati yako ya ulinzi na usalama mkoa inashuka mpaka wilayani, ndio maana kumekuwa na utulivu wa namna hiyo. Watu wanaheshimiana kweli kweli. Piga simu moja tu kwa OCD, kwa nani, kwa afisa uhamiaji, nani takuu, mara moja na kujibu, na kama kuna swala na kusaidia haraka. Kwa hiyo Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, kwa kweli hotuba yangu imesheheni pongezi.